Napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutupa uhai, kuweza kufika siku ya leo katika ile eneo la JKCI. Ambako tumepata wasaa wa kutembezwa, kuona huduma ambazo zinatolewa, kuanzia kwa watoto mpaka kwa watu wazima, na takwimu zimetolewa hapa na Dr. Stella, zinaonyesha kabisa jinsi gani tatizo hili lilivyo kwa mapana yake. Na niseme tu kwa jinsi nilivyotembelea na kuona, kwa kweli serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya kazi kubwa sana kupitia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli kazi iliyofanyika katika eneo hili la masuala ya matibabu ya moyo ni kazi kubwa sana. Kwa hiyo kipekee nipende kumpongeza Mheshimiwa Rais pamoja na Wizara ya Afya kwa kazi nzuri kubwa, na madaktari kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya kwa Watanzania walioko hapa. Lakini niseme kama ulivyosema General Manager, leo hii sisi hapa hiki tunachokifanya ni pati ya maadhimisho ya wiki ya maji. Kila mwezi wa 3 huwa tunasherehekea wiki ya maji. Tunazungumza changamoto tunazokutana nazo, mafanikio na vitu vingi. Lakini mwaka huu tumeamua kuiadhimisha kipekee. Tumeamua kutenga siku na ambapo Mheshimiwa Waziri wa Maji ilikuwa imempendeza mwenyewe awepo leo ili kuweza kuungana nanyi, kuweza kutembelea, kuona, kutokana na kuguswa. Sisi kama sekta ya maji tuna watumishi pia wana matatizo kama haya. Na mwezi wa kwanza mwaka huu tuliweza kumpoteza mwenzetu mmoja ghafla Dodoma pale, na alikuwa ni jembe wembe. Lakini pia kuna mwingine alilazwa hapa JKCI mwaka jana, na yenyewe ilikuwa mwezi wa 11 nadhani mpaka wa 12 mwishoni ndo alitoka, lakini alifanikiwa na leo amerudi kazini. Kwa hiyo tunawapongeza sana. Kutokana na changamoto hizo tukaweza kuona tunapata ile feeling. Ukisikia sasa mtu ana changamoto ya huduma ya moyo inakuwaje? Sasa hili niseme tu mkurugenzi, na nikuahidi hapa Wizara ya Maji tumejipanga, kwa sababu unavyokuwa unatengeneza wataalamu, mtaalamu akikutoka ghafla kwa sababu tu labda ya kutokufahamu alikuwa na hiyo changamoto ya moyo, huwa inaumiza sana. Kwa hiyo tumejipanga kama alivyosema hapo mwakilishi wa mkurugenzi wa DAWASA kwa wataalamu wetu wa sekta ya maji. Hiyo screening tunafanya sio tu hapa Dar es Salaam. Baada ya hizi changamoto, mimi niko Dodoma pale Benjamin Mkapa, several times nimekuwa nikienda nikishuhudia wafanyakazi wangu, watendaji wenzangu wa sekta ya maji wakiwa wamelala katika hali tofauti tofauti. Sababu kubwa ni matatizo ya moyo. Kwa hiyo tukakubaliana ni vyema tukawa tuna hiyo close follow up check up ya muda kidogo, ili tuweze kuwa tunaona na kuweza kutambua haya matatizo ya moyo, ili tuweze kujipanga na kupata matibabu kwa wakati. Kwanza naomba mpeleke shukrani zetu kwa Mheshimiwa Waziri kwa utayari wake wa kuja JKCI pamoja na kupata dharura, lakini alikuwa tayari, alikuwa ameshatenga muda wake kuja hapa, kuja kuwaona watoto, lakini pia na kuja kututia moyo na kutufariji katika kazi ambayo tunaifanya. Lakini pia tunashukuru kwa utayari wako pia kuja. Najua ratiba yenu ya wiki hii ni ngumu, mnaazimisha wiki ya maji, lakini kama wadau ambao tunawahudumia wananchi moja kwa moja, kaona ni vizuri tuje tufanye kwa pamoja. Dr. Stella ametoa takwimu za matatizo ya moyo Tanzania. Hizo ni takwimu za kidunia, lakini kwa Tanzania nafikiri data ndio aliyotoa Dr. Stella mahali hapa. Lakini kitu muhimu sana ambacho naomba tukinoti ni kwamba amesema kwamba data hizi ni endelevu. Kwa kama mwaka huu tuna 500, mwakani tutakuwa na 500. Manake WHO atakapobadilisha ile ni kwamba watoto 2 kati ya 100 wanaozaliwa na matatizo ya moyo, na sisi namba yetu inazidi kwenda juu. Lakini changamoto ambayo tunaipata hapa Tanzania ni kwamba tuna mikoa mingi ambako huduma za moyo bado hazijafika, na watoto wanaohitaji matibabu ya moyo wengi tunawakuta kwa kuchelewa. Kwa sababu hiyo, kama taasisi ya moyo tumejikita sasa hivi kufanya huduma ya tiba mkoba. Nafikiri mtakuwa mmeisikia, tunafanya tiba mkoba wa Mama Samia Suluhu, ambapo tunaenda mikoa mbalimbali kila mwezi. Tuko katika mikoa hiyo kwa ajili ya kutoa huduma za upimaji, lakini pia kuwajengea uwezo wale wataalamu walioko pale, basic, tunasema basic management, waweze at least kumgundua mtoto mwenye tatizo la moyo mapema
na kuhakikisha anafika sehemu husika ili aweze kupata matibabu ya moyo. JKCI na DAWASA ni ndugu, ni watu tunaofanya kazi pamoja, ni watu tunaotegemeana. Mheshimiwa Katibu Mkuu, hii ni mara yetu ya kwanza kuchangia ili tukio. Na tukio hili, uchangiaji huu ni mwanzo wa kufungua mlango kwa ajili ya mengi mazuri ambayo yanakuja. Tuko katika hatua za mwisho za kuandaa EWONDU ambayo itasaidia kujua afya za watumishi kama alivyosema kaimu mkurugenzi, lakini pia katika kazi mbalimbali ambazo zinajumuisha wafanyakazi tulikuwa tunawaita JKCI kwa ajili ya kuja kufanya screening, kwa ajili ya kuja kupima afya za wafanyakazi, na wamekuwa na moyo mzuri sana na wamekuwa wakileta wataalamu wao pale. Tulikuwa mwezi wa 3 tulikuwa tuna shughuli ya kupanda mlima Kilimanjaro ambayo iliandaliwa na wenzetu wa utalii, lakini ilikuwa inahitaji kupata uhakika wa afya kwa wale ambao watapanda mlima Kilimanjaro. Tulifanya screening za watu 300, tukapata watu 5 wazuri ambao waliwakilisha wizara na waliwakilisha mamlaka ya maji ya DAWASA. Kwa hiyo Katibu Mkuu ni kuhakikisha kwamba tuko sehemu sahihi, tuko sehemu salama, na JKCI wanaendelea kutupa support, na huu ni mwanzo tu. Ni kuhakikishia mkurugenzi mtendaji, mwaka unaokuja tutadhamini zaidi ya watoto 10. Tumeanza na 5, mwaka unaokuja watoto 10. Kwa sababu wengine ni wazazi, kila mmoja ni mzazi, ni mlezi. Kwa hiyo unavyoona maumivu ya watoto wale, basi unafikiria watoto wako, unafikiria jamaa, ndugu na marafiki. Mwishoni mwa mwaka jana, kwa kushirikiana na timu ya JKCI tulifanikiwa kufanya screening za wafanyakazi zaidi ya 200 wa DAWASA. Na pia tuko kwenye maongezi ya kufanya screening nyingine. Kwa hiyo ile ni nia ya dhati tunapojitahidi, kama alivyoongea ndugu yangu Maulid kwamba maji ni kila kitu, pia afya ya moyo ni kila kitu. Sasa tuungane mkono, tuendeleze hilo gurudumu katika kutetea sio afya za watoto tu, hata na wafanyakazi. Ni faida kubwa sana tunayoipata wafanyakazi wanapogundulika wakiwa na changamoto za afya ya moyo katika hatua za awali. Matibabu yao kwanza yanakuwa ni rahisi, ufanisi upande wa kazi unakuwa ni rahisi. Hatutasikia kelele za huduma za maji kwa wafanyakazi kwa sababu kwa wateja wetu, kwa sababu watakuwa wanachapa kazi sawa sawa. Kwa hiyo Katibu Mkuu, tukushukuru sana kwa hilo. Pamoja na kutuunga mkono na taarifa aliyoitoa daktari bingwa wa magonjwa ya moyo hapa mbele yako sasa hivi, hii safari bado ni ndefu sana. Hao watoto wanaendelea kuzaliwa kila siku. Kwa hiyo tunaomba tutakapobisha hodi tena, msitukimbie. Mtusaidie, mtuunge mkono, kwa sababu hizi operations za watoto ni endelevu. Na kumuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais, tunatamani ifike siku moja watoto wanaoumwa wawe wameshapata matibabu wote. Tubakie kupambana na wale wanaozaliwa tu. Sasa hivi kwenye database tulionayo, watoto wanaoumwa ni wengi sana na hatujaweza kuwahudumia. Kwa sababu gharama za huduma ni kubwa. Familia nyingi haziwezi kumudu hizo gharama, pamoja na mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais na wizara na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini bado changamoto iko pale pale. Kulingana na taarifa tulizonazo na gharama zilizopo, kila mtoto mmoja anatakiwa kuchangia takriban shilingi milioni 4. Sasa unaweza kuona watoto 100 tu ni milioni 400. Ni safari ndefu tunaomba tuendelee kuungana pamoja, na kule mnakoenda kwenye kampeni zenu za kusambaza maji, JKCI hatutasita kuandamana pamoja na nyie kupeleka pia screening na taarifa kuhusu changamoto ya afya ya moyo. Niwashukuru sana, asanteni sana kwa kuungana pamoja nasi na kufika saa hizi tukiwa pamoja. Nashukuru sana.